Ujambo ndugu mtazamaji, na karibu katika kipindi changu cha kuzungumza na wazazi katika siku hii ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza umepata fursa hii adimu ya kujumuika pamoja nami, basi mimi ni wako Evans Okongo from Kenya. Channel ambayo leo imedhamiria kuleta mazungumzo ama mawazo juu ya uzazi na malezi ya watoto wetu. Na karibu sana. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kupata fursa hii adimu ya kuja mbele hapa na kunitazama, nipende kukukaribisha katika filamu hii maalum, katika video hii maalum. Kisha baadaye ni kuombe kwamba ukae katika mkao wa kusikiliza hadi mwisho huko. Ikiwa basi uko na comment ambao ungependa kuweka, naomba hiyo comment iwekwe pale chini ili tupate nafasi ya kuidhathmini, na nitarudi nikikujibu katika video ijayo. Hivyo ikiwa vile vile hujafanya ile kitu tunaita subscription ama subscribe, basi finya hicho kitufe cha subscribe, kisha utakuwa miongoni mwa wale wengi ambao wanapata jumbe zangu kila ninapozileta. Jumbe zangu mara nyingi ni za kielimu, za kidini, pamoja vile vile na mawaidha ya hapa na pale. Kwa hivyo mchana wa siku ya leo, ikiwa ni Jumapili ya tarehe 21 Juni, leo nimedhamiria kuzungumza juu ya kulea watoto wetu tangu wanapokuwa chekechea hadi wanapofika kwenye vyuo. Na ninaongea hivyo kwa sababu vile vile na mimi ni mzazi kama wewe, na mara nyingi watoto wetu wameleta changamoto hasa Kenya wakati huu tunapozungumza. Ndio maana nimedhamiria nizungumze Kiswahili ili kila mmoja anipate. Kwanza kabisa nipenda kusema kwamba kuna vitu tunadeal navyo, tunahusiana navyo wakati huu, ambavyo kwa kizungu tunaweza tukasema contemporary social issues. Mambo ambayo ni ya kawaida ya kizazi hiki, ambayo yameleta changamoto kubwa katika familia zetu. Mwanzo kabisa nipenda kusema kwamba familia nyingi saa hii katika umma wa wanadamu zimeishi kutengana. Kitambo watu wangeishi kama jamii, wangeishi kama familia, baba yuko pale, mama yuko pale. Lakini leo hii kwamba umeoa ama umeolewa, uwezekano wa wewe kukaa kwako asilimia yote na mume wako na mke wako imepungua. Kwa maana hiyo kati ya familia 8, 9 hivi zinazokuja pamoja kuanza familia 10 zinazooana leo, uwezekano upo kwamba baada ya miaka 3, 4 hivi basi utapata mmoja ama wawili wameachana ama wameachika. Kienda miaka 6, 7, 8 utagundua vile vile wameachika kama watu 6, 7. Kifika miaka 20 unapata labda familia 2 kati ya zile 10 zilizoanza ndio labda watu wanaishi pamoja. Sasa kwanza kabisa kabla ya kuendelea mbali, nipenda kusema kwamba kuna changamoto ya watu kuishi pamoja kama wanandoa. Kwa sababu gani? Sababu ni gani hasa inayosababisha mambo makubwa kama haya kutendeka? Jambo la kwanza ambalo mimi katika tathmini zangu nimegundua ni kukosa uwazi. Kukosa uwazi kabisa. Wamama wengi ama kina dada wengi wanapokuwa wanapata fursa ya kupata mwenzake wa kukaa naye, si wazi. Vile vile wa baba si wazi. Mtu anapokuja hajania kwamba waweze kuishi pamoja katika hali ngumu na katika hali ya furaha. Wengine husema nitakaa panapo nafasi ikiwa kuna furaha, lakini machungu na majungu yakiingia, basi uwezekano upo tutakaa pamoja. Sasa utagundua badala ya watu kuachana vizuri, mmoja akarudi kwa alikotoka, ikiwa ni binti wa watu akarudi pale nyumbani alikotoka ili akajipange upya ama akapangwe upya, sababu ya pia maendeleo, watu wamesoma bwana. Sasa binti hawa huishia kuenda mjini, huko wanapangisha vyumba. Mchana ni watu single, lakini jioni, kubali taka usitake, ukweli wa mambo, wanaangaisha familia nyingine. Ingawa sio wote wanaofanya hivyo, nisiseme nije nikapigwa mawe,
Wapo wale ambao wamejipata katika hali hiyo. Wazee na wao vile vile wapo wale ambao kwamba wakishasinyika kutoka katika familia, basi mwisho wa siku watajibata wakiwa wenyewe, ama wamebaki manyumbani, ama wakagura boma wakaenda kwingine. Kwa hivyo hii inaleta changamoto kubwa katika kulea watoto. Napenda niseme from the onset, kuanzia mwanzo, kwamba watu wanapokuwa wameachana, wanaumia sana ni watoto ikiwa wapo katika muunganiko huo. Watoto wanaumia pakubwa sana. Wewe utaona mtoto yuko sawa, lakini hayuko sawa kwa sababu ikiwa mtoto ni msichana tuseme, anahitaji sauti ya baba ili ajifunze vile wanaume wanaishi. Sasa mtoto wenyewe ameishi pale nyumbani, hajasikia sauti ya mwanaume, manake wamama hawa samani, wamama hawa hufanya mapenzi kwa siri, kwa kujificha, ili wasilete fedheha na aibu kwenye watoto wao. Kwa hivyo watoto hawajawahi ona, na sisemi wafanya mapenzi mahali ambapo wanaonekana, itakuwa sasa ni kukithiri huko kwa nidhamu, kwa watu wakubwa hasa. Sasa utapata kwamba watoto hawa wamekosa kitu tunaita model wa kuwapa mawazo razini katika maisha yao. Na unajua Waswahili wanasema kinolewacho upata. Sasa hajanolewa na yeyote atapata nini? Uwezekano upo hataona haja ya kuwa na mwanamume siku za halafu. Lakini vile vile wakati mtoto kama huyu anapokuwa anakuwa, hawe hata wa kiume, atakosa mtu wa kumpa ushauri. Unajua mama wengi wana kaida za kimama. Nikisema hivyo si kwamba na watusi ama na waangalia kwamba hawavai, lakini mama atauwaza tu kama mama, licha ya kwamba amesoma, ana uwezo huo, ana akili pevu kabisa, lakini ni mama, mwisho wa siku ni mama. Kwa hivyo kuna yale ambao kina mama watafanya na kuna yale ambao kina baba watafanya. Kwa hivyo watoto kama hao wakikosa malezi, yakawa ni malezi ya mzazi mmoja, uwezekano upo mkubwa wa wao kuwa na tuseme upungufu, ni kama vile utapiamlo wa mawaidha ya razini yatakayomwezesha kuwa mtu wa nidhamu na jazba nzuri katika jamii. Uwezekano upo. Kwa hivyo mtoto kama huyu akikutana na watoto wenzake pale, uwezekano upo yeye ataonyesha tabia zisizokuwa za kijinsia yake hiyo, na mara nyingi mawazo atawaza kimama, ikiwa yeye amelelewa na mama na yeye ndiye model wake mkubwa. Uwezekano upo atakuwa anawaza mara nyingi, kaida zake za mawazo zitakuwa kama vile anawaza akilenga mtazamo wa mama, sababu huyo ndio model wake. Lakini unajua wale tunaosoma vitabu vya dini, kitabu cha dini kinasema kwamba Mwenyezi Mungu akaona si vema Adamu awe peke yake, basi akamfanyia msaidizi. Na baada ya kwamba Adamu amepata yule msaidizi wake, maandiko yanasema sehemu fulani kwamba kwa maana jinsi hii basi mume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkeo na watakuwa mwili mmoja. Sasa mwili mmoja unaisha tu pindi wanapozozana, kwa sababu ya sababu ambazo labda tutazungumzia hapa wakati mwingine. Sasa shida inakuwa, changamoto inakuwa katika mtoto wetu huyu ama watoto wetu hawa. Ikiwa ni binti, atatoka hapo aanze shule ya msingi, chekechea msingi, kisha aishie shule ya sekondari na mtazamo wa kike. Ikiwa ni mvulana, atatoka hapo aanze chekechea aende primary ama msingi, kisha ataingia kwenye shule ya sekondari na mtazamo vile vile wa kike, ikiwa amelelewa na mama peke yake. Na unajua siku hizi wale wajomba zetu wa kitambo tulikuwa tunapenda kuwatembelea, wanatubeba kwenye mabega, tunatembea, wanatupigia hadithi. Kitambo kile kimekwisha na wakati. Siku hizi wajomba walioa kina wakaza wajomba. Sasa wakaza wajomba wale sio wenzetu, manake pia ni wadada wa watu waliolewa wakaja pale tukaunda ukoo. Mara nyingi hatuingiliani kama vile kitambo. Jamii imebaidika kama vile ardhi na mbingu. Sasa imekuwepo changamoto kubwa ya hata watu wa ukoo kuja pamoja. Ikiwa labda ukoo wenu mnakuja pamoja, hewala haigombi, tunashukuru. Lakini tuelewe fika kwamba
shida na changamoto kubwa ya malezi iko Kenya na ulimwengu kwa ujumla. Sasa hivi familia ni nyingi zinazoachana. Watoto hao wanapokuwa wanatoka maybe pale nyumbani wakienda skuli, basi watakutana na wenzao wa tabia kama hiyo, na watakuwa wanahimizana na kumbushana madhira wanaoyapitia ikiwa wanaishi pale mtaani. Basi changamoto ya kuja pamoja itakuwa imewaleta pamoja na wana share story zao. Hawa watoto wakikutana pia kwenye shule za sekondari watakutana pale. Sasa mlipuko utakuwepo wa kimaadili. Sasa hapo ndio unajua tumefika Kenya sasa. Unaona saa hii mashule vile yalivyo. Kila shule ina kasoro zake. Kila shule. In fact hata ninavyozungumza hivi niliona jana shule fulani imechomwa pale Nyamira County. Sitaki kutamka majina ya mashule maana sina uhakika, ni kitu niona kwenye mtandao. Inamaanisha kwamba watoto hawa wanapokutana sasa na wanapokuwa wanashare stories zao, wanaambiana hadithi pale, wanakumbushana vile maisha yalivyo, basi uwezekano upo watoto hawa wataanza tabia zisizo za kawaida, kiasi kwamba wasichana watapendana wasichana, sababu wajawahiona mzee akipenda mama pale. Wale wanaopiga hadithi na mama ni kina mama wenzao, wataanza hadithi tu za kawaida. Wazungu wanasema from general to specific. Utaanzia za kawaida pale, vile maisha yalivyo kwenye jamii. Matokeo utagundua kesho kutwa binti mmoja anamuita mwingine mama, alafu mwingine atamuita mwingine mwenzake. Na kwa maana hiyo yataingilia masuala ya lesbianism ambayo sasa yameanza kuwepo katika dunia. Utagundua vijana wameanza kuoana vijana, yani wavulana wanaoana wavulana pale kwenye skuli. Manake kuna baadhi ya mashule tajika, watu wanaitwa shuleni, wanaenda kusomea pale. Unapata kila mmoja anapenda shule fulani. Sasa inawezekanaje shule moja ikabeba wanafunzi kidato kimoja tu hivi ama darasa moja tu hivi na wanafunzi zaidi ya 1000? Mabweni hayatoshi, vitanda wanashare. Sasa unafikiria watu wakishare vitanda nini kitatendeka pale? Na kila mzazi anakamia mtoto wake aende hiyo skuli, sababu ndio inasemekana inapitisha vizuri. Sasa haya mashule makubwa ukiangalia hata katika Kenya sasa hivi ndio yameleta kero kubwa. Mashule vijijini si vile, sababu hao watoto wanatoka nyumbani alafu wanaenda shuleni, mwishowe wanarudi nyumbani. Hata kama wanalala pale sio wengi kiasi kwamba cha kujaziana. Unajua ukiweka ufinyilie watu pamoja, watu wengi, uwezekano upo madhira ni mengi. Wazungu wanasema the bigger the cathedral the more the sins. Sasa ukiona shule ni kubwa mno, sio ukafurahia, ujue pia dhambi ni nyingi zinazotendeka pale. Kwa hivyo ikiwa leo unaona wanafunzi wetu wamekuwa kama wale waliopagawa, wanafunzi wanaenda pale shuleni, unamwona ni mnyenyekevu, mtulivu, lakini akija ana tabia zisizo za kawaida, basi kajifunza huko shuleni. Na uwezi ukaniambia ikiwa wewe mzazi umeshindwa kumlea mwanao katika maadili. Unajua maandiko yanasema mfundishe mwanao katika njia anayopaswa kuenenda, atakapokuwa mzee hatosahau. Sasa wewe mwenyewe una msongo, uchumi umekugandia, sukari inaisha kama maji, sabuni haipo nyumbani, mahitaji mengine hata ya rent hauna. Sasa kila sehemu unasikia ni kama kuna chemka. Pesa nazo ikiwa wewe ni mfanyakazi wa serikali, kila kuchao na kutuao, makato yako pale, pay as you earn, housing levy. Hapo nazungumzia Kenya. Okay, Kenya tunakatwa housing levy, SHAF, ni SHIF na SHA, hizo mnasijua vile zinaenda, hizo utakatwa. Za uzeeni ziko pale utakatwa. Ili mradi mwisho wa kuisha, na pia una loni pia utakatwa. Hauna muda mwingine wa kufanya biashara. Sasa matokeo mwisho wa siku hali ni ngumu. Watoto wako pale wanahitaji elimu. Na pale shuleni unajua pesa ziko, zile za kawaida zipo. Tusidanganyane wazazi, nyinyi mnajua. Ikiwa mwanafunzi anasoma maybe shule ya kitaifa, ikiwa pale 53,000 utalipa kufikia mwisho wa mwaka. Lakini kano na hizo 53,000 kuna zile zimebatizwa majina zipo.
labda nusu ya hizo tena. Kwa hivyo utahitajika kulipa hadi 80,000 ukiongeza na fare njiani na pesa za masrufu zile za matumizi ya siku baada ya nyingine. Utagundua unahitaji pesa. Na kazini huko hujapandishwa cheo. Kwa hivyo kuzipata pesa zimeadimika kama mizizi ya mawe. Sasa stress inakuingia, huna muda wa kukaa na watoto kuzungumza nao. Matokeo, watoto watapata walimu. Wakipata walimu, mara nyingi ni walimu wenzao, yani watoto rika zao, wanadanganyana, wanaambiana maneno yanayokuja na yanayokwenda. Na mwisho wa siku tunapata tumekuwa na changamoto ya kuongoza vijana wetu. Ningependa tugundue pia kizazi hiki kinachotesa sasa, wanakiita kizazi cha Gen Z. Wana tabia ambayo labda wazazi wao hawana. Kumbuka Gen Z wamezaliwa na wale millennials, ndio sisi hawa. Gen Z wale wamezaliwa miaka 95 kwenda juu hivi. Tabia yao na mwamko wao katika maisha ni tofauti na wale waliopata kuwepo. Lakini haimaanishi kwamba wale mliozaliwa mapema mliishi vizuri kuliko, hapana. Ni mtazamo, ni generational gap ambayo imekuwepo sasa hivi. Na lazima wazazi wafundishwe waelewe mahitaji ya vijana wa siku hizi. Kwa mfano mimi hutumia pikipiki kwenda kazini. Na kila siku nakutana na vijana wa miaka 2000, 2001, 98, 97. Hao ni vijana wadogo. Ingawa wao kwao ni watu wakubwa, manake wanaelekea miaka 30, ni watu wakubwa, ni sawa. Lakini kuna tabia fulani wako nayo. Namba moja, unaposhauriana mara nyingi hawakusikilizi. Wao wanaamini wanachokifahamu ndicho sawa. Kwa hivyo lazima pia wewe kama mzazi ukaelewa kwamba ninahusiana na nani hasa. Yes. Kwa hivyo hawasikilizi, hata kama ni kanuni za barabarani hawazifuati. Kutana nao wanavyosafiri, rafiki yangu, wanapita kama risasi. Kwa hivyo hawaelewi ile kawaida ya saikolojia inayosema kwamba the mob does not reason. Wakikutana wengi pamoja wakaamua ni kuua, watakuua. Ndio maana unaona sasa hivi wameandaa wengine maandamano tarehe 25 Juni. Wameamua. Wala watishiwi. Sasa lazima tuwaelewe na sio kuwatishia pia. Sababu ni generational gap imefika, lazima tuielewe kwamba watoto hawa ama vijana hawa na wao wana kile wanachokitazama. Mitazamo yao si kama yetu. Wanapokuwa shuleni, juzi niliona waziri wa ulinzi internal security akisema, unajua hata walimu wenu wanaowafundisha watoto wenu bado ni hao wa Gen Z ambao wana struggle kuunda familia, tutarajiaje? Nipende kusema hivi, walimu wao wametrainiwa, lakini training nyingi za walimu hasa wametoka vyuo vikuu hawajatrainiwa kama wale wa elimu ya msingi. Tofauti ipo kubwa kwa sababu wa vyuo vikuu wao wameenda kuchukua kozi. Licha ya kuchukua kozi, basi kuna mafundisho kidogo pale wanafundishwa, lakini si yakina mno. Kwa hivyo uwezekano wa kukuangalia sana mtoto wako haupo. Ndio maana hata ukigundua hata baadhi ya walimu wako kwenye mgomo, na wao kama wale watoto wakisikia kunataka kuchomwa, choma bwana, shida iko wapi? Ingawa hawataonekana kwenye video, kwenye filamu wakizungumza, lakini tabia yao itakuwa imekuwa pale. So kuna mambo mengi yanayochangia, masuala ya uchumi, masuala ya kitabia na maadili katika jamii, masuala ya hali ya generational gap vile ilivyo, watu walivyokuwa wakubwa, wanavyofanya, wanavyoishi. Vile vile mahali tumefika sasa hivi, watu unajua upendo wa wengi umepoa kabisa. Na kwa maana hiyo wazungu wanasema kwamba everybody for him or herself and God for us all. Sasa utapata mtu anawaza mambo yake mwenyewe. Hakuna mahali tunaweza tukapata baraza la bunge la wanafunzi tukazungumza, ama la watoto tukazungumza. Familia hazina muda wa kukaa, mzee anarudi nyumbani amechelewa ikiwa familia yote iko pamoja. Mama anaenda biashara anakuja saa 4 ya usiku, wala hajui kama watoto wamekula nini. Na mwisho inakuwa ni mkorogo. Korogo kabisa. Korogo.
Si kwamba sasa hakuna anayejali mwingine, labda tunakumbukana wakati mtu ni mgonjwa, wakati mtu amefiwa, wakati kuna harusi. Na hata kama kuna harusi siku hizi, unajua ili hata uoe watu ni kuchangiwa kwenye WhatsApp. Wewe hauna marafiki, harusi itakuwa ovyo, na alafu harusi ni za styles na miondoko, zikishakwisha mtu anafikiria hayo ndio maisha. Sio maisha. Maisha halisi huanza baada ya harusi. Watoto wanapozaliwa, mtu hana hekima, hajasoma, aelewe vile watoto wanalelewa, hana benchmark, hana maeneo ataenda uulize, hivi mnalea vipi watoto? Kwa hivyo sasa kuna gap kubwa, familia moja na nyingine asifanani. In fact tuko kama nchi fulani nilisoma kwenye mtandao, inaitwa Papua New Guinea, ambapo watu wanaoishi vilima hivi wakikutana na watu wa vilima vile vingine, matokeo ni kwamba wanaweza wakapigana sana. Sasa tumeanza kuwekeana matabaka, wengine ni kabila hii, wengine ni kabila ile, alafu wengine ni wa single na wengine ni hapana. Kuna aliyechagua kuwa single? Hakuna. Wapo wengine ambao wamekuwa single kwa sababu labda ajali ilitokea, mmoja wao akaondokea mwingine, na sio kutaka kwa yeyote awe single. Kwa kweli si kawaida, lakini lazima watu waje pamoja, wagundue mahali mvua ilianza kutunyeshea. Sasa ajabu siku hizi hata watu hawaendi kanisa. Unajua kanisa ni kama garage, mahali tunapeleka mawazo, yanakarabatiwa kidogo alafu tunarudi. Nataka tunaenda kanisa, watu waenda kanisani kimfumo tu, masaa mawili yametosha. Na haya masaa mawili, imagine shuleni mtu huenda miaka 12, asubuhi hadi jioni analala pale akisoma, akihekimishwa, lakini neno la Mungu linapofika bwana, watu wanaenda ni kana kwamba kwanza wanasomewa. Kisha somewa tu, si lazima ubebe notes. Naamini kama kuna kitu tungependa kujifunza sana na tufunze watoto wetu ni neno la Mungu. Manake maandiko ya Mathayo 5:5 yanasema heri wapole maana watairithi nchi. Sasa wapole hawatakuwa wapole wasipohekimishwa kukuwa wapole. Nobody can be humble unless taught to be humble, or unless taught humility. Hivyo changamoto zipo. Wazazi wenzangu pale nje, changamoto zipo. Vijana wetu sasa mitazamo wamekuja na, alafu the inception of the internet. Sasa unaona watoto siku hizi wamekuja kwenye mtandao. Sisi tulipozaliwa, by the way, nakumbuka siku ya kwanza ninunua simu hii ya kudunga na vidole hivi, nilichukua masaa 4 hivi, 1 2 3 4 hours kugundua namna ya kuweka salio. Sasa siku hizi na vitoto vidogo hata hajajua kuongea ameshajua kuitumia. Sasa wanaingia kwenye mitandao, wanajifunza mambo mengi. Dunia imekuwa kama global village. Sasa ni rahisi sana kufika maeneo mengi duniani na kujifunza tabia zisizokuwa za kwenu. Kwa hivyo we have acquired characters which were not ours. Sasa siku hizi watu wanaishi kizungu wakiwa wa Afrika. Ni kama sijui nani akasema kwamba wazungu wanaishi vizuri kutuliko, sijui. Lakini kawaida zetu tunapenda kuiga na tunaiga maovu. Angalia tunavyovaa, watu wako uchi, wanatembea uchi. Kimuuliza atakwambia my friend, my dress, my choice. Hakuna shida, lakini maadili yetu yameporomoka. Kuna mmomonyoko wa maadili. Lazima watoto wetu watufundishwe kula vizuri, wafundishwe kuvaa vizuri, wafundishwe kuhusiana vizuri, lazima wafundishwe kufanya machaguzi zilizo bora. Wengine wanachagua anaona ako sawa, baada ya muda mfupi alichokichagua kimemwendea mvange. Sasa hata kumrudisha inakuwa vigumu, anatamauka na miaka inasonga. Vijana wanakuwa wazee. Sasa ikiwa unachezea labda ndoa, utagundua na miaka 45 hauna familia. Utasikia mtu anasema ili niwe peke yangu. Lakini mtu ni watu, huwezi ukawa peke yako, lazima ujifunze kukaa na wengine. Alafu kuna wengine wana tabia labda ya kubugia mvinyo na wamekuwa addicted. Mvinyo ukiingia, my friend, niongea na mwingine kijana niambia, rafiki yangu, ni vile hujajua utamu wa pombe. Pia tamu mpaka imeimbiwa? Hapana. Hata kama itaimbiwa, kuna vile inakudhalilisha na kukuangaisha. Ndio ukweli. Kwanza mfuko wako na masuala kama hayo. Kwa hivyo kuna haja kubwa mno ya kila familia napohitimisha. Kuna haja kubwa mno ya kila familia
kila siku ya Mungu, ili mradi inaitwa leo, kuitana, kukumbushana, kuhekimishana, ili kesho tuwe na jamii, pia kesho tuwe na taifa. Sasa wapo saa hii watu ambao kidogo ukiongea nao mambo ambayo yako sensible, kwao sensible is senselessness. Yani hawezi wakaelewana na wewe kabisa kwa chochote, kwa lolote. Usuri wazuri wanasema si wabee si watei. Wako pale. Sababu gani? Tamauko. Tamaa imegeuka ikawa kutamauka. Walichotamani kizuri si kizuri tena. Sasa saa hii kila mmoja anafikiria njia zake. Na hiyo imesababisha dunia yetu kuwa na ugumu kidogo kuiendeleza vizuri. Sasa angalia kwa mfano saa hii watoto wako nyumbani. Ingawa ni kiso fupi ya vacation inaitwa half term ama recess. Lakini kwa kwao nyumbani wengi hawajakuja kwa sababu ilikuwa waje. Wengi wamekuja kwa sababu unasikia kutoka pale mashuleni, wao watoto hawataki kukaa shuleni kwa sababu kwa kukaa shuleni wanaona wanapoteza mno. Wengine wameinukia tabia zisizo za kawaida, wengine wanachoma wenzao shuleni. Kama wazazi nauma sana kupoteza. Na pole kwa wale wazazi waliopoteza, poleni sana. Hamkudhamiria yawe hivyo, lakini amekuwa na kimwagika ya zoleki. Lakini kuna namna inafaa taifa lije nje lizungumze. Alafu angalia wanaosimamia elimu mara nyingi ni kama tunalizika hili kwa kaburi la sahau bila kulisisitiza. The safety of our children in school is something very sensitive. Watoto wetu wanakolala, wanavyolala, wakati wa kulala, wakati wa kuamka, ni nini kinaendelea, lazima yachunguzwe. Ingawa sawa, nashukuru kila shule inajaribu kadri ya uwezo wake, lakini kama taifa tunafaa kuja tusisitize kila wakati ili watoto wetu usalama wao ubainike wanapokuwa mashuleni. Tuwafundishe maadili, wafundishe kusema wanapokuwa wamepata changamoto. Tuwafundishe kupiga sauti na kamsa na ukemi inapohitajika, kwa sababu mara hii hatujui adui ni nani. Hatujui kabisa. Anaweza kawa rafiki yako, mnaitembea naye, anaweza kawa, yani nazungumzia wale watoto wako mashuleni. Ikiwa mnanipata popote pale mlipo. Anaweza kawa yule rafiki yako mnaipiga hadithi naye kila wakati. Anaweza kawa hata yule mwalimu. Manake kuna walimu wengine wa tabia fuska sana, tabia mbaya. Tunawaitaga mafisi. Wapo. Sasa kawa wazazi ambao hawajali na kukubali hali vile ilivyo. Sasa ni kurushia maneno hapo. Sikawa labda ni taifa letu na uongozi wake, huwezi ukajua. Sasa tuangalie mara ambapo mvua ilianza kutunyeshea tukarekebisha. Lakini la mno familia zetu, ambazo watoto wetu wanatoka. Kuna haja ya kumrudia Mola wetu. Tumuombe ridhaa yake aweze kutufundisha na kutuhekimisha. Tujifunze namna ya kulea hawa watoto. Sababu hata watoto wadogo wa shule za msingi siku hizi tabia si ya kawaida. Sekondari awali watoto pia wana changamoto. Mambo ni mengi ya kuzungumzia. Lakini tulee watoto wetu kwa njia inayowapasa. Ili kesho tuwe na taifa. Wakati tutakuwa babu ama bibi pale nje. Bibi hapa kwetu karibu Tanzania ni nyanya, huko kwenu Kenya. Sawa, hapa bibi. Bibi ni nyanya huko. Yaani mama mzaa baba ama mama mzaa mama, bibi huyo ama mama ama nyanya, ndivyo wanavyoitwa hapa. Sasa unapokuwa bibi pale nje, hebu jivunie kwamba ulilea vizuri, ukaletea wajukuu wazuri wenye nidhamu. Ndilo ombi hata mimi naomba kwamba ikifika zamu yangu ya kuwa babu, bwana, niweze kubainika kwamba nililea vizuri. Mtu hali sura akashiba. Sasa mnapochukua muda wenu vijana wangu mwingi kujirembesha na kujirembua, mnatembea kwa madaha. Mtu hawezi akala sura akashiba. Mamako alipoolewa mrembo kweli.
Lakini niulize, ni mara ngapi baba yako kasema siku moja kwenye meza, mama leta urembo wako kwenye meza tule? Mtu ali sura akashiba. Tabia ndio itakaa kutupeleka sehemu inayohitajika. That our characters will take us to the next step. Lazima tukubaliane hii. Tuchakarike katika kazi, tupige kazi kama masomo, soma kabisa, acha tabia hizi za ufusika, tabia hizi za unywaji na kubugia mihadarati. Tuache kabisa vijana. Hata kama unaona ni rahisi kutoka, si rahisi ukishaanza. Kwa hivyo kama hujaonja, usionje, acha kabisa, acha na kuasi na kukuonya kwamba acha. Kesho tunakuhitaji. Afya ni mali bwana. Health is wealth. Kuwa na afya yako vizuri hivyo, unatoka unafanya shughuli zako pale nje, inapendeza kuliko kutumia muda wako mwingi katika kujiharibu. Vijana wangu, sina mengi ya kuzungumza na wazazi wangu, lakini naamini hata wewe ukipata nafasi, jiite kwenye mkutano, angalia ni lipi. Unajua haya ni mawazo yangu, na usinipige mawe kwa hayo. Ninatoa tu mtazamo ili uweze kuona kinachohitajika kesho na kesho kutwa. Na wale ambao mjaoa kuolewa, okay, chukua muda wenu vizuri, jipange. Lakini vile vile wale mmeoana na mna watoto, mnalea, anza kuomba Mungu sana. Mungu ndiye jawabu la kila kitu. Kila kitu, hata yale yaliyosindikana. Wanasoma maandiko, Petro wa kwanza 5:14. Chochote unachokihitaji ukimuomba kwa imani, amini kitatendeka. So niwaachie hapo, na ikiwa basi wewe ni mgeni, kawaida walimu sisi tumefundishwa kupatiana mafunzo kwa dakika 30 hadi 35. Amini zangu zinaelekea, nichukue hizi chache zilizosalia kwanza kukushukuru kwa kutazama hadi mwisho. Kisha pili ni kuombe, ikiwa hujafanya subscription uweze kusubscribe, like and share. Waambie wenzetu pale Evans Okongo from Kenya yuko hapa kwa ushauri motomoto, ili tunapopata nafasi tena tuweze kushauriana. Ikiwa ni watoto wetu mko nyumbani pale na mjarudi skuli, basi jifundishe kwamba shule ina mwisho na hutakaa pale ukisoma milele. Kwa hivyo acha kuhangaisha walimu. Tumia muda wako vizuri pale shuleni. Soma vitabu matopa kwa matopa. Ujana ni moshi na ukienda hutarudi. Siku chache, ikiwa wewe ni form 4, enda maliza shule. Acha kufuatilia, nataka niende nyumbani. Kufanya nini? Sasa mko nyumbani, mmefanya nini? What have you done so far so good? You're only here loitering up, down, going there and finally going nowhere, doing nothing. So wakati fulani vijana wangu mtazeeka na mtakuja kukumbuka huu muda mnaupoteza. Kuna watoto wameacha shule hizi wiki 2. Hizo zinatosha uongeze grade, lakini kwa sababu ya ujinga wako huo unafidhuri huo na kupiga kamsa zisizo na sababu, fikia we mlevi hapo shuleni, sitakugharimu hata hiyo alama moja. Labda ulikuwa upate B+, sasa utarudi upate B, na therefore the course will be fake. Sio ile ulitarajia. Rudi, jitume ikiwa uko form 4. Na wala form 3 ndio nasikia mnasumbua sana. Si kwamba nawaonea watoto wenu, wao ndio wanazungumza. Nimesikia kila sehemu. Unajua mimi ni mwalimu, napenda kuwadadisi hivi. Form 3s, you are the last people finishing 844. Kindly acha mambo mengi. Sasa ukifukuzwa shule uwe suspended na wewe ni form 3. Sasa where will you go? Unajua nafaa ukifukuzwa shule na kabisa usiandikishwe huko mbele, utarudishwa grade 3 ndio upewe assessment number. Si mumalize tu muende. 844 unajua inaisha. Na wewe don't be uncouth. Kuwa na tabia bwana. Maliza uende salama. Waachie hao wengine na wao nafasi wajiendeleze, maana wao wana assessment number. Wewe hauna assessment number, una index number. Achana na watu wa index number, wafanye vitu vya index. Kwa hivyo acha kujifanya hapo, nitachoma nitafanya hivi. Ukifungiwa uone umejiharibia. Jiheshimu vijana wangu, ili tuwe na nidhamu kesho. Najua hii inawauma sana, lakini ni ukweli. Acha mchezo kabisa, tukue watoto wazuri pale shuleni. Na walimu tufanye kazi yetu.
tulinde hao watoto, tuwaelekeze. Pia nyinyi ni wazazi, mnapopata muda wenu pale shuleni, waja tu kufunza hesabu na kutoka, chukua dakika 5 kidogo, wakumbushe wajibu, waambie hawatakaa milele namna hiyo. Hao ndio madaktari wa kesho, maaskari na mainjinia na maloya na nini. Na hata pia ndio sukuma mkokoteni, wakicheza sana zile kazi zinazodharaulika, ndio watatulimia mboga pale nyumbani ili tupate nafasi ya kula. Kwa hivyo wafundishe, wajue kwamba maisha ni mpito, na huu mpito lazima tuupite kwa njia ya kiufasaha. Kuntu, na nimefika kwenye tamati. Niwatakie kila laheri. Siku zote jifunze kusikiliza kutoka kwangu, Evans Okongo from Kenya, na nitakuwa nawaletea masimulizi ninapoyapata na kadri ninavyohusishwa na Roho, ili niwafundishe na kuwakumbusha. Kwa hivyo mkiwa pale, wazazi wangu, wape kongole kwa juhudi mnazozifanya kutafuta school fees, kulipia watoto pale shuleni. Wiki zijazo hizi 2 naamini tutawapeleka watoto shule upya. Some schools tunaenda kufanya readmission. Some schools tunaenda kuwapeleka tusikilize mawaidha na kujaza fomu za kuwa na nidhamu. Lakini tunapowapeleka watoto wetu, na nyinyi nanyi kuweni wasikilizaji wazuri na iga kufanya yaliyo bora. Ikiwa utapata muda huu kama mzazi na umenisikiliza muda huu wote, naomba uweke hata kwenye screen kubwa pale nyumbani, munisikilize, na alafu mwisho kila mmoja aweze kusubscribe. Nashukuru sana, muwe na wakati mwema.